Jeshi la Iran limetoa onyo kali kwa wanajeshi wa Marekani Jumatatu ya leo Mei 4, 2026 likiwataka kujiepusha kabisa kuingia katika mlango bahari wa Hormuz, eneo ambalo limeendelea kuwa kitovu cha mvutano mkubwa wa kijeshi baina ya mataifa hayo, ambako pia mzozo mkubwa umejili hasa baada ya Trump kutangaza uokoaji katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, pia kufuatia meli ambazo zimekwama katika maeneo hayo. Hatua hiyo imekuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwa Marekani itaanza kusaidia kuachilia meli za kibiashara zilizokwama katika Ghuba ya Uajemi kutokana na kile kinachoripotiwa kwa mgogoro unahusisha Marekani na Israeli dhidi ya taifa la Iran. Trump ameeleza kuwa mamia ya meli na wafanyakazi wao wamekuwa wamefungwa katika njia hiyo muhimu ya maji kwa zaidi ya miezi miwili, hali iliyosababisha changamoto kubwa za usafirishaji wa bidhaa, chakula na vifaa muhimu katika baadhi ya nchi. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social, Trump ameandika, "Tumewaambia nchi hizi kwamba tutaongoza meli zao salama kutoka kwenye njia hizi za maji zilizowekewa vikwazo ili waweze kuendelea na shughuli zao kwa uhuru na kwa uwezo." Ambako kwa upande wake amri ya pamoja vikosi vya jeshi la Iran lilijibu kwa kutoa onyo kali kwa Marekani, ikisisitiza kwamba vikosi vyovyote vya kigeni vinapaswa kujiepusha kabisa na eneo hilo nyeti ambalo Iran inashikilia. Iran imesema wazi kwamba itajibu kwa nguvu kali dhidi ya tisho lolote, huku ikitoa tahadhari kwa meli za kibiashara na meli za mafuta kuhakikisha zinapata idhini na uratibu wa jeshi la Iran kabla ya kupita katika mlango huo wa Hormuz. Mkuu wa amri ya pamoja vikosi vya Iran anayefahamika kama Ali Abdullahi amesema usalama wa mlango bahari wa Hormuz uko mikononi mwetu na njia salama kupita kwa meli inahitaji kuratibiwa na vikosi vya jeshi. Aidha, ameonya kuwa vikosi vyovyote vya kigeni hasa jeshi la Marekani lenye ukali vitashambuliwa ikiwa vitajaribu kukaribia au kuingia katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini pia kwa upande wa Marekani, amri kuu ya kijeshi maarufu CENTCOM imesema itaunga mkono operation hiyo ya kusaidia meli kwa kutumia wanajeshi takriban 15,000 na zaidi ya ndege 100 za ardhini na baharini pamoja na meli za kivita na ndege zisizo na rubani. Admiral Bradley Cooper ambaye ni kamanda wa CENTCOM amesema usaidizi wao kwa ajili ya misheni hiyo ya ulinzi ni muhimu kwa usalama wa kikanda na uchumi wa dunia, kwani pia wanadumisha kizuizi cha majini. Kwa mujibu pia wa shirika la kimataifa la usafiri wa baharini, mamia ya meli pamoja na mabaharia takriban 20,000 wameshindwa kusafiri kwa uhuru kutokana na mzozo huo unaoendelea, na baadhi ya meli zimeripoti kufyatuliwa risasi huku nyingine zikikamatwa katika eneo hilo nyeti la kimkakati. Muda mfupi baada ya matamshi ya Trump, shirika la uendeshaji wa biashara ya baharini la Uingereza liliweza kuripoti tukio la meli ya mafuta kugongwa na makombora yasiyojulikana karibu na pwani ya Falme za Kiarabu, ingawa wafanyakazi wote waliweza kuripoti kuwa salama. Iran bado imesema imeendelea kuzuia meli nyingi zisizo za nchi hiyo kupita katika Ghuba, hali iliyochangia kupanda kwa bei za nishati duniani. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, baadhi ya meli zimekumbwa na mashambulizi huku nyingine zikikamatwa na kuongeza hofu ya usalama wa kimataifa katika eneo hilo. Marekani nayo imeweka mashinikizo mapya dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na kuzuia meli kutoka bandari za Iran. Utawala wa Trump umekuwa ukijaribu pia kuunda muungano wa kimataifa kulinda usafiri wa baharini katika mlango bahari wa Hormuz, huku CENTCOM ikisema juhudi hizo zitachanganya kabisa hatua za diplomasia na uratibu wa kijeshi. Wakati hali ya kijeshi pia ikiendelea kuwa tete, mazungumzo ya diplomasia kati ya Marekani na Iran bado hajafikiwa mwafaka wa kudumu. Iran bado inasisitiza kwamba haitaki kuzungumza kabisa kuhusu masuala ya nyuklia kabla ya mgogoro wa sasa kutatuliwa, huku Marekani ikitaka Tehran kupunguza akiba yake ya urani iliyotajirishwa. Trump amesema mazungumzo yanaendelea vizuri sana, ingawa hakuna uthibitisho rasmi wa maendeleo makubwa kutoka pande zote mbili, yaani Marekani pamoja na taifa la Iran. Kwa sasa hali katika mlango bahari wa Hormuz bado ni ya wasiwasi mkubwa, huku dunia ikifuatilia kwa karibu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran, Marekani na washirika wake. Swali kubwa ambalo linabakia sasa ni je, jeuri hii ya kisiasa na kijeshi itaishia kwenye mazungumzo ya amani au itaendelea kuchochea mgogoro mkubwa zaidi wa kimataifa? Hivyo basi pia unaweza kuniandikia maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo, ukaniambia nini ambacho hasa unakiona. Je, hali hii ya kisiasa na kijeshi itaishia kwenye meza mazungumzo ya amani au itaendelea kuchochea mgogoro mkubwa zaidi
wa kimataifa. Hivyo basi niambie kile ambacho mwenyewe unakiona ama unakihisi pia kufuatia hichi ambacho kimeripotiwa kuanza siku ya leo Jumatatu, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuanza operation hiyo ya kutoa meli zote ambazo pia zimekwama kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi, ambako pia Wairani wamesema kwamba hawezi kuruhusu meli yoyote ipite bila idhini ya kwao. Unahisi nini hasa ambacho kinaweza kuwa suluhu ya mgogoro huu? Nini hasa pia ambacho unakiona? Je, unaona ni vita pia kuanza upya au vita huenda ikaanza upya? Basi pia unaweza kuniambia kwenye maoni yako pia kila ambacho binafsi unakitazama na kukiona kwenye huu mgogoro mkubwa pia ambao bado unajiri kutokea pale Mashariki ya Kati. Kumbuka kwamba pia Donald Trump amesema kwamba Marekani itafanya juu chini kuhakikisha kwamba basi pia meli zote ambazo zimekwama zinapita salama kabisa kwenye mlango bahari wa Hormuz. Lakini pia upande wa Iran wamesema hawatakuwa tayari kuruhusu meli yoyote ipite pale bila idhini yao. Sasa inabaki kuwa ni swali la kizungumkuti. Nini hasa kitatokea? Nini kitajili? Kipi kitafanyika? Mimi tunikwambia kwamba niko nafuatilia hapa, tuone kufikia usiku wa leo, usiku wa kesho na kesho kuta, tuone nini pia ambacho tayari kitakuwa kimeanza kuripotiwa ama kujili kuhusu pia hichi ambacho kimeripotiwa na Trump kuhusu kuruhusu meli na kuongoza meli zipita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini huku Iran wakisema kwamba hatuko tayari kuruhusu meli yoyote ipite pale bila idhini ya kwetu. Na pia kufuatia tu taarifa hiyo, kuna taarifa pia nyingine ambayo imethibitishwa tu na imethibitishwa kutoka nchini Uingereza, ambako wamesema kwamba baada tu ya kuanza kwa hatua hiyo tayari kumeripotiwa kwamba kuna meli moja imeonekana kugongwa na makombora ambayo inaelezwa kwamba hayajafahamika yametokea wapi au mashambulizi hayo yametokea wapi na ni nani hasa amehusika na mashambulizi hayo. Je, ni IRGC wenyewe au ni washirika wa Iran au ni watu wa aina gani pia ambao wamefanya hivyo? Hivyo basi nafikiri taarifa kishakuwa ikiwekwa hadharani na pia ikafahamika ni nani hasa kahusika na mashambulizi hayo, nitakufahamisha hapa pia kujua, je, ni IRGC ndivyo wamefanya hivyo, wametekeleza shambulizi hilo la kugonga meli kwa makombora? Hivyo basi mimi nitakufahamisha pindi tu ambapo pia taarifa hii itakuwa imewekwa wazi kuhusu pia undani wa hichi ambacho pia Uingereza ama shirika la uendeshaji wa biashara ya baharini la Uingereza kumeweza kuripoti kwamba meli ya mafuta imegongwa na makombora yasiyojulikana karibu na pwani ya Falme za Kiarabu, ingawa wafanyakazi wote waliripotiwa kuwa wako salama kabisa. Kwa hiyo nitakufahamisha pia kujua ni kitu gani ambacho kimejiri. Kumbuka kwamba pia Marekani hapa imepeleka wanajeshi 15,000 lakini pia ndege 100, yani zaidi ya 100 pia ziko Mashariki ya Kati pale zikizunguka kwenye mlango bahari wa Hormuz kuhakikisha kwamba hizo meli zote ambazo zimeshikiliwa na zimekwama huko zinapita salama kabisa. Je, unahisi nini kitatokea? Itatokea hatari zaidi? Basi pia acha tuone ambacho kinaendelea kutokea. Asante sana.